Basi Ramadhani wanajipanga masahaba kwa kutoa zaka za mali zao kwa ajili ya kuwapa nguvu maskini na madhaifu, ambao na wao vile vile wana malengo ya kufunga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa wana chochote katika miongoni mwa kheri za Ramadhani ambazo zimo ndani yake, na kila mmoja anajipanga nazo kwa kuweka package kubwa ya mali mbalimbali na vyakula mbalimbali kwa ajili ya kwamba yeye atakuwa hana tatizo lolote la masala mazima ya iftari na mengineyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, umejipanga na hilo wewe, lakini umemfikiria mwenzako maskini na dhaifu? Masahaba walikuwa na tabia hiyo. Anasema Anas bin Malik katika hadithi yake hiyo, katika kujipanga masahaba katika kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, anasema wadaa alwulatu ahla as-sijn, wadaa alwulatu ahla as-sijn faman kana alayhi haddun faaqamuhu alayhi. Vile vile viongozi walikuwa wakiwaita wale ambao wamo katika vizuizi majela, katika vizuizi mbalimbali ambavyo hawana uhuru wa kusema labda wafanye jambo kutokana na kesi walizokuwa nazo. Lakini masahaba walikuwa na tabia ya kupitisha hukumu katika mwezi wa Shaabani kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani, ili isiwepo ndani ya mwezi wa Ramadhani kuanza kupitisha hukumu mbalimbali ambazo hazistahiki. Kuna watu wanataka kukatwa mikono kwa sababu ya wizi, kuna watu wanataka kupigwa mikwaju kwa sababu ya zina, kuna watu wanataka kupewa hukumu ya kupigwa bakora kwa sababu ya ulevi. Sasa je, hukumu kama hizi zinapendeza kuzipitisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan? Kwa hiyo zilikuwa zikipitishwa katika mwezi wa Shaaban. Na vile vile ikiwa mtu hana makosa yoyote kama walivyosema, wa illa, na ikiwa hana makosa yote, khalau sabilahu, wanawaacha huru. Tunayo taratibu alhamdulillah, kama tunavyosema, uongozi wetu na serikali yetu kuacha huru, lakini wanafanya hayo katika masiku ya mapinduzi na mengine. Lau kama ingelifanyika vile vile katika mwezi mtukufu wa Shaaban kwa ajili ya heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lingekuwa jambo hilo ni zuri sana na lenye kupendeza, na ingelikuwa limeambatana na ule uslubu ambao masahaba walikuwa wakiutumia kwa ajili ya kupitisha mambo kama hayo. Vile vile Anas bin Malik anasema katika maneno yake, anasema vile vile wantalaqu tujjar, na vile vile wafanyabiashara walikuwa wakitoka, wantalaqu tujjar faqadu ma alaihim, walikuwa wakilipa yale waliokuwa nayo katika madeni, waqabadu ma lahum, na walikuwa kichukua kile ambacho wanastahili kuchukua kwa wale ambao wanawadai. Hiyo ni katika tabia miongoni mwa tabia za masahaba radhiallahu anhum katika kujipanga na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya kuona mwezi wa Shaabani, walikuwa wakitoka kwenda kulipa madeni. Nani katika sisi kwenda kulipa madeni aliyodaiwa? Kwa kuwa tu hataki kuwa na stress kuingia katika mwezi mtukufu wa Shaaban hali ya kuwa ana stress ya madeni. Nani kafanya hivyo katika sisi? Nani kajipanga na hilo? Bali sisi sasa hivi tunawakimbia wale wanaotudai. Huenda ikawa tunawakimbia wale ambao wanatudai, lakini masahaba radhiallahu anhum intalaqa tujjar, walikuwa kitoka wafanya biashara, anakwenda mtu kulipa madeni, na yeye kama anastahili kupokea, anapokea kutoka kwa wale ambao wanawadai. Ilikuwa tuna tabia hii kwa sababu deni ni katika jambo ambalo hata sheria yetu haijaruhusu. Mtume anasema katika hadithi yake, matlul ghani dhulm, kule kumaktaimu ukahulipi madeni, basi hii ni aina moja ya dhulma. Yughfaru li shahidin kullu dhanbin illa ad-dayn, anaghafiriwa, anasema anafanywa msamaha hata shahidi ambaye amekufa katika maraka ya Kiislamu isipokuwa deni. Hasa hewe deni, anaweza akasamehewa madhambi yote. Tone la kwanza likianguka la damu, basi amesamehewa madhambi yote isipokuwa deni, litabakia pale pale. Tuna tabia hiyo kwa sababu masahaba walikuwa na tabia hiyo, wakilipa madeni katika mwezi mtukufu wa Shaaban kwa ajili ya maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya hapo, anasema Anas bin Malik, fa idha nadharu hilal Ramadhan, wanapouona na kuangalia mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhan, basi igtasalu, wanajitia maji hasa kuondosha joto ya yale ambayo tumeyazungumza. Wanajitia nini? Wanajitia maji kuondosha joto ya yale ambayo tuliyozungumza hayo. Halafu i'takafu, hapo ndo wanakaa i'tikafu. Unahisi itikafu itakuwa vipi? Itakuwa ni itikafu yenye kitulizano. Leo unakaa itikafu una madeni, leo unakaa itikafu huna chochote ndani kwa umaskini wako. Leo unakaa itikafu hali ya kuwa
hata hiyo Qur'ani kuisoma hujui, kwa sababu hujajikaa kuifanya juhudi kabla ya mwezi wa Ramadhani kuwa wewe ni msomaji wa Qur'ani. Kwa kweli inahuzunisha sana. Kwa hiyo kujipanga na mwezi mtukufu wa Ramadhani unaanza katika mwezi mtukufu wa Shaaban, na hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba radhiyallahu anhum. Kwa kumalizia hadithi na baadhi ya mambo kabla sijampisha maalimu wangu na ndugu yangu, basi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye aliwahimiza masahaba zake katika siku ya mwisho wa mwezi wa Shaaban, akawaambia ya ayuha nnas. Anapokea riwaya hii Said ibn Musayyib kutoka kwa Salman al-Farisi, anasema Said Musayyib kutoka Salman al-Farisi kwamba Mtume sallam aliwahutubia masahaba zake katika siku ya mwisho wa mwezi wa Shaaban, akawaambia ayuha nnas, enyi watu, kad adhallakum shahrun adhim, umekujiani nyie mwezi mtukufu kabisa, shahrun mubarak, mwezi wenye baraka nyingi, shahrun fihi lailatun khairun min alf shahr, mwezi ambao ndani yake kuna siku tukufu, ule usiku mtukufu nao ni bora kuliko miezi elfu. Akasema Mtume, jaala Allahu siyamahu faridatan, mwezi huu ameujalia Mwenyezi Mungu kwamba siyamu yake, kufunga kwake ni fardhi, wa qiyamu lailihi tatawuan, na kusimama usiku wake ni katika mambo ya ziada ambayo yanapendeza mtu kuwa nayo na kuyafanya. Faman taqarraba fihi bi khaslatin, atakayekujirubisha kwa jema moja tu, min alkhair, katika mambo ya khairi, au adda fihi faridatan, au atakuwa ametekeleza fardhi, basi kama adda 70 farida, basi huyo tambua kwamba atakuwa amefanya katika kheri mara 70 katika miongoni mwa faridha. Na hapa tunapata somo kwamba vipi, kwamba sunna ile jambo jema moja tu linakwenda katika malipo ya fardhi, na fardhi anayalipa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka yeye kwa mujibu wa ucha Mungu, pamoja na hali ya mja alivyosimamisha fardhi ile, pamoja na kufanya zile sunna ambazo anatakiwa azifanye. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe. Na baada ya kuzungumza hayo, inshallah nitampisha ndugu yangu Sheikh Izzuddin ili kuja kuzungumza hayo ambayo yamo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na yepi ambayo tunatakiwa tuwe nayo na tushikamane nayo, baada ya kuweka mkadima huu ambao wa kumkaribisha mgeni wetu. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Tafadhal Sheikh.